Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Kulikatia tamaa jambo. Mtu anahofia kitu kwako. Kupanga kuonana na daktari kwa jambo fulani. Kupata kitu baada kuangaikia kwa muda mrefu. Kutokuwa na hisia kwa mwenza wako. Kukosa hamu ya kula. Kupata hasara ya kitu. Kitu kuharibika. Hutokuwa na amani sana. Kupangiwa jambo bila kujua. Kupata ukweli wa jambo ambalo lilikuwa na mashaka kwako. Kumpongeza mtu. Utafanya kitu kwa hasira. Siku ya leo mtu atakuja na lengo muhimu kwako. Utatahadharishwa na jambo. Utagundua kitu ambacho kitakuwa na unafuu kwako. Utakuwa mwenye ukaidi. Utafikiria uzao mpya. Utafanya kitu tofauti na maagizo. Utulivu wako utakupatia njia iliyokuwa sahihi na bora. Nyota ya Simba. Kujishughulisha na mambo mengi ili upate faida zaidi. Kupokea taarifa nyingi nzuri, lakini moyo wako una huzuni. Utakuwa mwenye hali ya hasira. Utafikiria kitu cha kukifanyia kazi kwa sasa. Utatamani ujiondoshe kwenye jambo fulani. Baadhi yenu njia za utafutaji zimekuwa ngumu sana. Kupitia changamoto zenye kukukwamisha. Kupata usingizi mzito. Kupata njozi za wazi na zenye ujumbe wa kweli. Kuhofia kitu. Simba, unatakiwa kuiacha dhana mbaya iliyopo kwako. Ruhusu amani itawale. Zidisha dua na maombi kujiondosha katika pingamizi na kuwa huru. Kuna muda unaweza kujihisi hatarini, ila utapata hali ya kukuweka sawa. Nyota ya Punda. Kukosa amani. Baadhi yenu kuna njia sahihi utakayokuwa nayo katika jambo kuliweka sawa. Utapata uhakika wa kitu. Kuna hali ya maradhi itakayokuwa inakujia. Kuona jumbe nyingi kwenye simu yako. Utajiweka mbali na husda au maneno mabaya juu yako. Kujiondosha katika hali ya makasiriko. Mtu anapata hisia za wazi zenye kukuhusu. Utafanya uadilifu au uaminifu kwa mtu umpendaye. Utafikiria kujishusha na kumwomba mtu msamaha, japokuwa si rahisi sana kwako. Nyota ya Samaki. Kupata kitu kwa wakati wa usiku. Hali ya mtu itakutatiza. Kupitia maumivu ya tumbo, kiuno au mgongo. Utachukizwa na sehemu chafu. Baadhi yenu kupata taarifa za ndoa. Mtu atahitaji kutimiza ahadi yake kwako. Utapatiwa kitu kitakacho kufurahisha na kukushangaza. Utavutiwa na ucheshi wa mtu. Utatamani kumkubalia mtu ombi lake. Samaki, huu ni wakati wa kufanya maamuzi. Ila tafakari na chagua lililokuwa sahihi. Kukumbushiwa deni na mtu au watu wanaokudai. Kuihofia fedheha. Baadhi yenu mtakuwa katika majibizano na mahasimu wenu. Nyota ya Nge. Hali ya kichefuchefu itakuwa inakujia sana. Utahisi mtu anakupuuza. Utahisi ukweli wa kitu. Utajua kitu kilichojificha. Sumu yako ya ndani itakuwa yenye kutawala. Hivyo katika namna fulani hutokuwa sawa. Kushindwa kutoa kitu ambacho kimekwama sehemu. Kutakuwa na hali ya ubishani na mtu. Kuonesha hali ya kumjali sana mtu. Utamwambia mtu jambo la uongo kwa sababu zako. Utakuwa mwaminifu kwa mtu. Kulifikiria jambo zaidi. Utaukumbuka uwepo wa mtu uliyempenda. Utafanya marekebisho ya kitu. Nyota ya Kaa. Utaratibu mpya katika jambo. Moyo kuuma sana. Hii hali wengi itakuwa inawajia sana. Utamponya mtu maradhi yake kwa nguvu uliyobarikiwa. Mtu anakuja na malengo kwa ushirikiano wa haki na wewe. Baadhi yenu mtakuwa na hali nzuri ya masikilizano na wapendwa wenu. Hali ya unyonge kwa mtu uliyempoteza haitokuwepo tena. Kunusurika kuanguka lakini utajizuia. Ni ishara ya kukutaka uwe na tahadhari na ujipambanie pia.
kwa maana kuna ukwamishaji uliodhamiriwa. Mtu atakuaminisha kuwa anakuamini. Naam, ni kweli Kaa, unaaminiwa kutokana na uadilifu wako na nguvu ya imani yenye utambulisho kwako. Wewe ni mtu uliyeamua kujificha na kuichagua njia sahihi kuongoze. Utakuwa mwenye bahati siku ya leo. Nyota ya Mbuzi. Kuweweseka wakati wa usiku. Utafikiria kumwomba msamaha mtu ili uipate amani. Kumfikiria zaidi mtu fulani. Kufanya maadhimisho ya jambo. Kupata mrejesho mzuri. Kusisitiziwa jambo muhimu. Utaiondoa pingamizi iliyopo mbele yako. Chuki ya mtu itafanya uwe na maswali mengi kwake. Hutoamini kitu moja kwa moja. Nyota ya Ng'ombe. Kulihisi tatizo sehemu. Unaweza kupata ishara ya vingi sana kuhusu jambo hilo. Mtu atakuwa mwaminifu sana kwako. Kupitia hali ya mfadhaiko. Kutaka kujaribu kitu. Kumwelezea mtu sana. Utatamani ushirikiano na mtu. Kuona asali mara kwa mara. Kuna uponyaji na riziki kukufikia. Utahitaji mtu awe muwazi kwako. Kukumbuka kitu kilichowahi kutokea. Nyota ya Mashuke. Utahofia kupoteza. Utawahi kitu kwa haraka. Kumuota mtu sana. Utakuwa mwenye kuhitaji kuwa peke yako. Kuyafikiria mengi yaliyokuzunguka. Utapokea jumbe ya vitisho. Mwongozo wako kuuhisi kupotea. Kutopata ndoto zenye mwelekeo mzuri. Kuhisi kufanyiwa hujuma. Utamwelezea mtu mambo mengi. Kuficha kitu. Nyota ya Mapacha. Kufikishiwa sana taarifa. Utawaza kitu kinachojirudia. Kuhitaji mtu awe msiri wa jambo. Hisia zako kukuelekeza kufanya sana ibada. Mtu kukukasirikia. Utafahamu maendeleo ya mtu. Kuhisi kichwa kuuma sana. Kutopata utulivu katika uhusiano. Unaweza kujihisi mwenye kinyaa sana. Uoga wa mtu utakuwa ni afadhali kwake baada ya kuepukana na jambo. Kuhisi kuna kifungo au ugumu wa kitu. Kupata taarifa za ndoa. Nyota ya Ndoo. Kujihisi unyonge au kifundo moyoni mwako. Mtu kuacha kukusemesha ghafla tu. Kuona kitu kwa hisia. Utajua jambo kupitia ndoto zako. Kumwepuka mtu. Utafanya chaguzi sahihi kwa kitu ulichokuwa unakifikiria sana. Utakuwa mwenye uhitaji wa kitu. Utakuwa mwenye makubaliano na mtu kwa jambo. Utapata njia ya kuweza kulifanyia ufumbuzi jambo fulani. Baadhi yenu mtakuwa wenye majonzi. Kusumbuliwa na presha ya mara kwa mara. Utajihisi huru na mwenye amani baada ya kuonana na mtu au kufanikisha kitu. Utakuwa mwenye shaka na mtu. Kuhofia kuongea jambo. Hali ya uchumi itakuwa yenye kusumbua kwako. Yaani kipato kuwa kidogo au ugumu wa pesa. Nyota ya Mizani. Kupitia hali ya kushindwa kujiamini. Kuona kitu kitakachofanya uwe na hofu. Kuhisi hali ya usaliti kwa mtu au watu uliowaamini. Utajutia kumwelezea mtu kitu. Mtu atakuwa sana upande wako. Kupata hali ya vipele. Utaondolewa hali ya mashaka. Utahitajika uwe makini zaidi kwenye mipango yako ya maendeleo. Mtu mnafiki atakuwa yu karibu yako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.